Info Channel. Subscribe now. Yes bana, karibu kusikiliza dondoo mbalimbali kuhusiana na zile taarifa ambazo zinaendelea kuchukua sura mpya kupitia mitandao ya kijamii. Na taarifa kubwa nilionayo hapa ni kuhusiana na serikali ya waita mezani TFF, TPLB, Young Africans na wekundu Msimbazi Simba kisa mtanange wa dabi. Waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi amepanga kukutana na viongozi wa shirikisho la soka nchini yani TFF, bodi ya ligi kuu ya Tanzania TPLB na klabu ya Young Africans ili kutatua mgogoro unaoendelea kuhusu kusogezwa mbele kwa mchezo wao wa ligi kuu bara dhidi ya wekundu Msimbazi Simba. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumatatu Machi 24 mwaka 2025, kikao hicho kilifanyika jijini Dar es Salaam Alhamis na maofisa kutoka Young Africans, wekundu Msimbazi Simba, TFF na bodi ya ligi kuu wamejulishwa na watahudhuria kuhusiana na kikao hicho. Ni kweli tutakutana na waziri Kabudi kuhusu masuala mbalimbali ikiwamo kusogezwa mbele kwa mchezo wetu dhidi ya wekundu Msimbazi Simba. Tumepokea barua na tutahudhuria, alisema afisa mmoja wa Young Africans aliomba kutotajwa jina lake kupitia taarifa hii hapa. Ofisa mmoja kutoka bodi ya ligi pia alithibitisha kupokea taarifa hiyo kutoka serikalini kuhusu kikao hicho. Tumefahamishwa kuhusu kikao hicho na tutahudhuria. Ajenda kuu ni mjadala unaendelea kuhusu kusogezwa mbele kwa mchezo wa Young Africans dhidi ya wekundu Msimbazi Simba, alisema ofisa huyo. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Garrison Msigwa alithibitisha kikao hicho kitafanyika jijini Dar es Salaam kikiongozwa na waziri Kabudi. Msigwa pia alieleza maofisa wa wekundu Msimbazi Simba watashiriki katika kikao hicho. Young Africans imelipeleka rasmi suala hili katika mahakama ya usuluhishi wa michezo yani CAS baada ya kutoridhishwa na jambo hilo ambalo aliliweza kujitokeza Machi 8 mwaka 2024 hasa mara baada mwaka 2025 kumrazi hasa mara baada ya wekundu Msimbazi Simba kugoma kufika uwanjani kupitia dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mchezo huo ambao ulikuwa umepangwa kufanyika Machi 8 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa uliahirishwa baada ya wekundu Msimbazi Simba kudai makomando ya Young Africans waliokatalia kuingia uwanjani kwa ajili ya mazoezi yao ya mwisho kabla ya mchezo huo kuweza kufanyika. Simba ilitoa taarifa rasmi kwa bodi ya ligi kuu na TFF haitoshiriki mchezo huo kwa sababu haki yao ya kufanya mazoezi kabla ya mechi ilikuwa imekiukwa kama ilivyobainishwa katika kanuni za bodi ya ligi. Kwa upande mwingine, Young Africans ilisisitiza mchezo huo utachezwa ama ungechezwa kama ilivyopangwa kulingana na kanuni za ligi. Hata hivyo, baadaye mchana bodi ya ligi ilitoa tamko rasmi ikitaja wasiwasi wa Simba na kutaja kipengele cha 34 kurasa wa kwanza cha kwanza mpaka kurasa wa 3 cha kanuni kinachotoa ruhusa ya kuahirisha michezo kwa mazingira ya dharura. Bana, hii ni moja taarifa kubwa ambayo imekuwa gumzo sana kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na mtanange ambao ulisogezwa mbele ambao awali ulitarajiwa kufanyika Machi 8 mwaka 2025, lakini wekundu Msimbazi Simba walishindwa kufika uwanjani kwa kila alichodai kwamba walizuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho kupitia uwanja husika ambao ni uwanja ambao ungefanyika mtanange wa dabi, uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Na Simba alitoa taarifa yao kwa umma kupitia mitandao yao ya kijamii kwamba hawatopeleka timu katika mtanange huo ambao ulitarajiwa kufanyika Machi 8 mwaka 2025. Lakini pia kulikuwa na vikao kati ya Young Africans, wekundu Msimbazi Simba na bodi ya ligi. Lakini mwisho wa siku bodi ya ligi nao wakaja na statement yao kupitia mitandao ya kijamii kwamba mtanange huo umesogezwa mbele kwa kuzingatia madai ambayo yaliletwa mezani na kikosi ama benchi la ufundi la klabu ya soka ya wekundu Msimbazi Simba, kitu ambacho kilitafsiriwa vibaya na Young Africans ambao wao kupitia taarifa zao walidai kwamba mtanange uko pale pale na wao watapeleka timu kupitia dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, na kwa vyovyote vile mtanange usipofanyika basi wao watahitajika wapewe pointi 3. Lakini mpaka sasa hivi hakuna pointi 3 ambazo zimetoka kwa jinsi ambavyo Young Africans wanahitaji pointi 3. Lakini Young Africans baada ya kuona mambo yanazidi kuwa mazito wameamua sasa kufikisha suala hili kupitia mahakama ya kimichezo CAS ambayo inasimamia
masuala mbalimbali ya kimichezo kwa lengo la kutaka haki yao ambayo wanaamini kwamba wana haki ya kupewa pointi 3 kupitia mtanange ambao au kufanyika Machi 8 mwaka 2025. Endelea kufuatilia kupitia Ganga Info Channel ili tukujuze machache kati ya yale mengi ambayo yanaendelea kuzungumzwa kupitia maeneo mbalimbali. Ganga Info Channel, subscribe now.